Mauaji Gaza. Majaji mawakili 800 wa UK wataka Israeli ifukuzwe UN. Kundi la mawakili waandamizi, majaji wa zamani na wasomi wengine zaidi ya 800 wa Uingereza wameitaka serikali ya London kuwekea vikwazo utawala wa Israeli na kushinikiza kusimamishwa wanachama wa Tel Aviv katika Umoja Mataifa. Mwito huo upo kwenye barua aliyoandikiwa Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer Jumanne na mamia mawakili waandamizi, majaji wa zamani na wasomi wa nchi hiyo. Mawaziri wa Israeli na maafisa wakuu wa kijeshi lazima wawekewe vikwazo mara moja. Waraka huo umesema ukiwashutumu maafisa hao kwa kuchochea mauaji ya halaiki na kufadhili ujenzi wa vitongoji haramu vya walowezi wa Kizayuni. Wasomi hao wa Uingereza wameishutumu Israeli kwa kutekeleza uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu dhidi ya Palestina. Barua hiyo imeonya kwamba kuna ushahidi mkubwa wa mauaji ya kimbari huko Gaza. Imenukuu matamshi hivi karibuni ya Bezalel Smotrich, waziri wa mlengo wa kulia wa Israeli, ambaye alisema jeshi la utawala huo litafuta uwepo wa Palestina huko Gaza. Wamesema Starmer lazima achukue hatua za haraka na madhubuti bila kuchelewa ili kuepusha maangamivu ya watu wa Palestina wa Gaza. Mataifa yote ikiwa ni pamoja na Uingereza yanalazimika kisheria kuchukua hatua zinazofaa ndani ya uwezo wao kuzuia na kuadhibu wahusika wa mauaji ya halaiki, kuhakikisha sheria za kimataifa za kibinadamu zinaheshimiwa na kukomesha ukiukwaji wa haki ya kujitawala. Barua hiyo imesema, nikwambie hivi, hatujamaliza. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imetoa wito kwa Wapalestina, Waarabu, Waislamu na watu huru kote duniani kushiriki katika harakati ya kimataifa na maandamano ya ghadhabu za kimataifa kuadhimisha siku 600 za mauaji ya halaiki na njaa dhidi ya watu wa Gaza. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne, harakati ya mukawama wa Palestina ilirudia wito wake wa sauti za kimataifa zipazwe kulaani mauaji ya kimbari na njaa ya utawala wa Israeli dhidi ya raia wasio na ulinzi, watoto na wanawake. Kundi hilo la mukawama limehimiza mashirika na taasisi duniani kote kuongeza aina zote za hatua za kimataifa katika miji na viwanja kote ulimwenguni dhidi ya uchokozi, maangamizi na njaa inayolenga watu wetu. Tunatoa wito wa maandamano ya kimataifa kukomesha mara moja mauaji wa Zayuni. Siku zijazo na ziwe siku za ghadhabu ya kimataifa, Hamas imesema, ikitoa wito wa maandamano, mikusanyiko na migomo ya kuketi chini. Kadhalika, harakati hiyo imesema kwenye taarifa yake kuwa tunatoa wito kwa taifa letu, umma wa Kiarabu na Kiislamu na watu huru kote duniani kufanya maandamano na kushiriki katika matukio ya kuonyesha mshikamano na Wapalestina katika miji na viwanja mbalimbali duniani ili kupinga mipango ya kuwaondoa watu wetu wa Palestina kutoka kwenye ardhi yao. Halikadhalika, harakati ya mukawama ya Hamas imesisitiza kuwa inathamini misimamo ya kimataifa katika kuonyesha mshikamano na Wapalestina kwenye ukanda wa Gaza. Katika miezi ya hivi karibuni, miji duniani kote imeshuhudia wimbi la maandamano makubwa na maandamano ya mshikamano na Palestina. Israeli ilianzisha mauaji yake dhidi ya Gaza mnamo Oktoba 7, 2023. Tangu wakati huo, zaidi ya Wapalestina 54,000 wameuawa shahidi, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza. Utawala wa Israeli umetekeleza uharibifu mkubwa wa mashamba, vituo vya kilimo na visima vya maji Gaza, hali ambayo inasukuma ukingoni mifumo ya chakula na kuwaweka hatarini kwa njaa raia wa eneo hilo linalokaliwa kwa mabavu na utawala huo. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO na kituo cha satellite cha Umoja wa Mataifa UNOSAT. Katika taarifa tathmini ya utafiti, taasisi hizo mbili zimesema miundombinu ya kilimo kwenye ukanda wa Gaza inaendelea kusambaratika kwa kasi ya kutisha, huku chini ya 5% ya ardhi ya kilimo ikiwa ndiyo imesalia kwa matumizi yanayofaa. Kufikia Aprili 2025, mashirika hayo yamesema zaidi ya 80% ya ardhi yote ya kilimo Gaza ilikuwa imekwisha haribiwa na karibu 78% ikiwa haiwezi kufikiwa na wakulima. Hali ni mbaya zaidi katika maeneo ya Rafah na kaskazini mwa Gaza, ambapo ardhi ya kilimo haifikiki kabisa kutokana na vita vinavyoendelea na vikwazo vya usafiri. Ripoti hiyo pia inaonyesha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya mifumo ya kilimo, ambapo zaidi ya 71% ya mifumo hiyo imeharibiwa. FAO imesema Rafah imeathirika zaidi kwa kuongezeka uharibifu kutoka 57.5 mwezi Disemba 2024 hadi 86.5 kufikia Aprili 2025. Katika eneo la Gaza hakuna kitu chochote cha kilimo kilichosalia salama.
Aidha, karibu 83% ya visima vya umwagiliaji wa kilimo vimeharibiwa kutoka 67.7 Disemba mwaka 2024. Hasara hizi FAO inasema zimelemaza kabisa uwezo wa uzalishaji wa chakula wa ndani uliokuwa ukitegemewa na jamii nyingi kuendesha maisha yao. Mashirika haya yamesema uharibifu huu unatokea wakati ambapo hofu ya baa njaa inazidi kuongezeka. Tathmini ya karibuni ya viwango vya uhakika wa chakula IPC inaonyesha kuwa wakazi wote wa Gaza, takriban watu milioni 2.1, wapo kwenye hatari kubwa ya kukumbwa na njaa. Kati ya tarehe 1 Aprili hadi 10 Mei 2025, FAO imesema 93% ya wakazi walikuwa kwenye kiwango au viwango vya janga au zaidi ya viwango vya IPC, daraja la 3 au juu zaidi, wakiwemo watu 925,000 walioko katika hali ya dharura ya viwango vya daraja la 4 na watu 244,000 sawa na 12% wakiwa katika daraja la 5 la janga la njaa, ambapo watu hukabiliwa na hali ya kutisha, ukosefu wa chakula na hatari ya kufa kwa njaa. Wiki ya mwisho ya mwezi Mei 2025 imekuwa nukta ya kuanza mabadiliko katika mchakato wa kueneza hasira za ulimwengu dhidi ya jinai za utawala wa Kizayuni katika ukanda wa Gaza. Siku za Jumamosi na Jumapili za wiki iliyopita zilishuhudia miji ya Ulaya kutoka London na Berlin hadi Roma, Madrid na Paris ikiwa uwanja wa maandamano makubwa ambayo pamoja na kuwepo kwa mamia maelfu ya waandamanaji kwa mara nyingine tena kulirejesha suala la Palestina kwenye moyo wa maoni ya umma wa Ulaya. Lakini kinachotofautisha maandamano haya na mawimbi yaliyotangulia si tu kiwango na mwendelezo wake, bali pia kina cha mgogoro unaoikabili dunia. Mgogoro ambao katu hauwezi tena kufunikwa na kauli za kidiplomasia zisizo na maana na taarifa za kuonyesha wasiwasi za nchi mbalimbali ambazo kimsingi ni za kinduma kuwili na kinafiki. Katika muktadha wa wimbi hili la maandamano, ukanda wa Gaza umekuwa alama kamili ya mateso ya mwanadamu. Ripoti zilizochapishwa na Umoja Mataifa, Shirika la Kimataifa la Msalaba Mwekundu na mashirika ya haki za binadamu kama vile Human Rights Watch na Amnesty International zinaeleza kwa wazi hali ya sasa kama janga la kibinadamu lisilo na kifani, na zaidi ya watu 53,000 wameuawa shahidi, huku sehemu kubwa ya wahanga hao ni wanawake na watoto. Miundombinu muhimu kama vile hospitali, shule, makazi na vituo vya misaada vimekuwa vikilengwa moja kwa moja na mashambulizi au vimelemazwa kutokana na kuzingirwa kabisa. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kwenye taarifa yake nadra sio tu kwamba alitumia neno mauaji ya raia kwenye kiwango cha viwanda, lakini pia alionya kwamba kuendelea kwa hali ya sasa kutamaanisha kifo cha polepole cha taifa. Kinachofanyika hali hii kuwa ya kushtukia zaidi au kushtua zaidi ni kukiri baadhi ya vyombo vya habari na wataalamu wa ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu, ukweli ambao hadi hivi sasa ulikuwa ukionyeshwa tu na taasisi za Palestina na wanafikra huru wa dunia. Magazeti kama vile Haaretz yamezungumzia waziwazi kuhusu usafishaji wa kikaumu, kuhamasisha kwa nguvu na kwa umati watu na hata mauaji ya kimbari. Baadhi ya maafisa wa zamani wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni pia wamesisitiza kwa wazi kwamba kinachoendelea huko Gaza sio operesheni ya kijeshi tena, bali ni uharibifu unaolenga miundombinu ya kijamii na kibinadamu ya wakazi milioni 2. Hatua ya maafisa waandamizi wa kijeshi wa Israeli ya kutumia mara kwa mara ibara kama kizimba cha kibinadamu, usafishaji wa kiusalama na eneo lisilo na mukawama ni ushuhuda wa wazi wa mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita kwenye ukanda wa Gaza. Hata hivyo, mwitikio wa serikali za Ulaya unabaki kwenye kiwango cha chini cha maadili na wajibu wa kibinadamu. Umoja wa Ulaya umekuwa mfano thabiti kwenye kukabiliana na jinai za Israeli katika miaka ya hivi karibuni. Taarifa za kulaani kwa maneno matupu tu zikiambatana na kukataa kuchukua hatua yoyote ya vitendo dhidi ya Israeli ni ithibati tosha madai haya. Ujerumani, Ufaransa na Italia zinaendelea kuiuzia Israeli silaha kwa kisingizio cha haki ya kujilinda ya Israeli. Uingereza, licha ya kulaani kinembo na kimaonyesho, inazuia Baraza la Usalama kupitisha azimio lolote la kisheria dhidi ya Israeli. Hata Uhispania na Ireland, ambazo wakati mwingine zina lugha kali, hazikubali kuwekewa vikwazo vya kiuchumi au kidiplomasia Israeli. Ukimya au kutochukua hatua kwa serikali hizi hakuwezi kupunguzwa kwa muhali wa kisheria au tofauti za kisiasa. Ukweli ni kwamba serikali za Ulaya, hususan Ufaransa, Uingereza, Ujerumani na Poland, zinajiona kuwa zimejitolea kuunga mkono utawala bandia wa Israeli kwa hali yoyote ile. Kimya cha kutisha cha Rais Donald Trump kwenye duru yake ya pili ya uongozi, na katika baadhi ya matukio kuunga mkono kimya vitendo vya Israeli, kimekuwa kikwazo kikuu kwa mashinikizo ya kimataifa ya kusitishwa mauaji huko Gaza,
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inaendelea kuzungumzia haki ya kujilinda ya Israeli, na wakati huo inaona kuwa takwa lolote la kusitisha mapigano au kuacha kushambulia kwa mabomu maeneo ya raia ni kuingilia haki ya kujitawala ya Tel Aviv. Ndani ya utawala wa Trump hakuna sauti ya kutaka kusimamisha au hata kubadilisha wastani wa msaada wa kijeshi na kifedha kwa Israeli. Kinyume chake, kuna ripoti zinaonyesha kwamba katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, shehena za silaha za hali ya juu na risasi nzito zimetumwa Tel Aviv. Tabia hii si ukimya tu, bali ushiriki kikamilifu katika uhalifu ambao ulimwengu sasa umeuita mauaji ya kimbari. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Maxime Prevot ameulaumu vikali Umoja wa Ulaya kuhusu mauaji ya kimbari ya Israeli huko Gaza, akisema hali ya sasa imevuka ghadhabu ya kimaadili na sasa inahitaji hatua madhubuti za adhabu. Akizungumza na gazeti la Flemish Humo, Prevot alikiri kwamba alipokuwa akizungumza kwenye hali ya kibinafsi, anaamini kinachotokea Gaza kinakaribia sana mauaji ya laiki. Akiuliza, sijui ni mambo gani mengine ya kutisha na paswa kutokea kabla ya kuthubutu kutumia neno hili. Hii ni mara ya kwanza kwa waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji aliyoko madarakani kutumia lugha kama hiyo hadharani, akiweka sawa na wanasiasa wengine mashuhuri wa Ubelgiji ambao wameita mauaji ya kikatili ya utawala wa Israeli. Matamshi hayo ni ishara ya kuongeza kasi ya kushadidi kwa wito ndani ya Umoja wa Ulaya kuthamini upya uhusiano wake na utawala wa Israeli. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.